Najua unatamani kuwa na mafanikio makubwa. Najua kuna kitu kipo kikubwa zaidi unakitamani uweze kukipata. Lakini zipo nguvu ambazo zinaweza kusaidia kupata unachokitamani. Kisoma katika maandiko matakatifu Kumbukumbu la Torati 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo leo unaweza kawa unahitaji kuwa bilionea, unahitaji kuwa quadrilionea, unahitaji kuwa trilionea. Kwa hiyo nguvu ambazo unazihitaji ili kuweza kufikia kila ambacho wewe unakitamani. Moja, nguvu unahitaji kuwa na nguvu za kiroho. Kumbuka wewe ni roho ambao unaishi ndani ya mwili na una nafsi. Ndani ya nafsi imebeba hisia, nafsi imebeba uwezo, nafsi imebeba maamuzi. Kwa maana hiyo, ili uweze kufanya maamuzi sahihi, unahitaji kujijenga zaidi kiroho. Ili kuweza kugundua genius yako, uwezo mkubwa ambao Mungu amekupa, unahitaji kujiboresha katika eneo la kiroho. Ili kuweza kuwa na hisia chanya wakati wote, unahitaji kujijenga zaidi katika eneo la kiroho. Kumbuka hata Mungu ni roho ambaye haonekani kwa macho. Kwa hiyo ili uweze kuhusiana na Mungu, unahitaji kujijenga katika eneo la kiroho. Kumbuka huwezi kufanikiwa kwenye jambo lolote bila kumshirikisha Mungu. You can't be succeed without concerning your creator. Kwa hiyo moja nguvu ambayo unahitaji ili uweze kufanikiwa kwenye jambo ambalo unalifanya, ili uweze kupata kitu ambacho wewe unakitamani, unahitaji kuwa na nguvu za kiroho. Nguvu ya pili, unahitaji uwe na nguvu ya connections. Kwa maana unahitaji uwe na mtandao wa watu sahihi, watu ambao wanaweza kutaja katika nafasi ya juu zaidi, watu ambao wanaweza kusemea sehemu ambapo wewe mwenyewe huwezi kujisemea. Kwa hiyo unahitaji uwe na nguvu ya connection. Kumbuka connection ni watu ambao wewe unawafahamu. Kwa hiyo unapofika katika connections, inakusaidia uweze kutengeneza networks. Kwa maana watu waweze kujua the problem you can solve and the value you can add. Kwa hiyo watu watakapojua tatizo ambalo unaweza kulitatua na thamani ambayo unaweza kuiadi kwao, inaweza kusaidia wewe kuweza kutaja katika nafasi za juu zaidi. Na nguvu ya tatu ambayo unahitaji ili uweze kupata kila ambacho unakitamani, unahitaji kuwa na nguvu za kiakili. Kwa maana unahitaji uinvest zaidi katika knowledge, uinvest zaidi katika skills, uinvest zaidi katika kuwa expert katika eneo ambalo umechagua kulifanya. Na ili uweze kuwa expert katika eneo ambalo umelifanya, manake unahitaji uwekeze masaa 10,000 kwenye jambo ambalo umechagua kulifanya. Kwa hiyo nguvu hizo tatu zitakusaidia wewe kuweza kupata kitu ambacho wewe unakihitaji. Kama nilivyosema, nguvu ya kwanza unahitaji kuwa na nguvu za kiroho. Nguvu ya pili, nguvu ya connections. Nguvu ya tatu, unahitaji kuwa na nguvu ya kiakili. Nguvu hizo zitakusaidia wewe kuweza kupata kila ambacho wewe unakitamani. Najua unatamani kuwa na mafanikio makubwa zaidi. Bila kusahau, mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asanteni sana kunisikiliza. Na Mungu awabariki.